Itakumbuka kwamba Mwambe alikamatwa tarehe 7 na askari wa jeshi la polisi, na baada ya kukamatwa akapelekwa kituo cha polisi Mbweni akahojiwa. Baadaye akapelekwa kituo cha polisi kati kwa maana Central ofisa ZCO akahojiwa. Vile vile akapelekwa kuhifadhiwa kituo cha polisi Kigamboni. Na baada ya kukamatwa kupelekwa kituo cha polisi Kigamboni, nilipata fursa ya kuonana na mteja wangu akiwa kituo cha polisi Kigamboni. Tukaongea naye kwa maana haki zake za kupata dhamana, lakini maelezo alichukuliwa bila kuwa na wakili. Sasa baada ya kwenda mimi kituo cha polisi Kigamboni siku ya tarehe 8 jioni, nilipopata fursa kuongea naye, yalikuwa ameshapita masaa 24. Ikabidi sasa tuulete kesi mahakamani hapa mahakama hakimu Kisutu, kuwalazimisha jeshi la polisi ambao wanamshikilia kinyume na sheria aweze kudhaminiwa kwa mujibu wa sheria. Tulifungua maombi hayo ambayo yalipangwa mbele ya mheshimiwa Gwantwa Mwankuga hapa mahakama hakimu kazi Kisutu, na maombi hayo leo yalikuwa yanakuja kwa ajili ya kusikilizwa. Lakini kwa bahati nzuri siku ya jana tarehe 14 mida ya saa 3 asubuhi mteja wangu alipata dhamana ya jeshi la polisi. Kwa hiyo alidhaminiwa na jeshi la polisi jana kituo ofisa ZCO, na tuma kubwa ambazo anatumiwa nazo ni mbili. Tuma ya kwanza ni njama za kutaka kumua mkuu wa polisi. Sasa haijulikani mkuu wa polisi ni nani. Kwa alihojiwa kwa tuma hizo. Tuma la pili ni tuma za uchochezi za kimtandao. Tuma za uchochezi za kimtandao. Kwa amehojiwa kwa tuma hizo na jana amedhaminiwa. Kwa maombi haya leo mahakamani yalikuwa hayana tena nguvu ya kisheria, kwa sababu lengo la maombi haya ilikuwa ni kuwalazimisha jeshi la polisi wampe dhamana. Kwa tumeondoa maombi haya na mteja yuko huru mpaka hivi tunapozungumza. Kwa taratibu manake za tuma zake kwa mujibu wa polisi wameeleza nini? Sasa tulienda leo kuripoti saa 3 asubuhi ofisa ZCO, tukaongea naye na amesema hivi upelelezi bado unaendelea. Kwa sababu tuma ni nzito, upelelezi bado unaendelea, na amempa siku 7 kuripoti hapo ofisa ZCO, kwa maana Jumanne anatakiwa karipoti ofisa ZCO mpaka hapo upelelezi ambapo utakamilika. Kama wataona kuna kesi ya msingi watamleta mahakamani, na kama kutakuwa kuna kesi ya msingi basi ataendelea kwa huru kwa mujibu wa sheria. Wamefafanua pengine hiyo tuma ya kumuua mkuu wa polisi? Hawajafafanua, na kwa sababu wanapeleleza. Kwa mujibu wa maelezo yao kwamba wanapeleleza huyo mkuu wa polisi ambaye Geoffrey Mwamba alikuwa anataka kumuua ni nani. Hawajui na wenyewe, kwa wanapeleleza. Na ndio maana wanasema upelelezi unaendelea. Kwa hiyo siku upelelezi ukikamilika na wakijua ni nani ambaye alikuwa anataka kuuawa na uchochezi upi wa kimtandao, then wataleta kesi mahakamani.